Nitaanza na ushuhuda huu kabla sijaleta ujumbe na maombi kwa ajili ya taifa la Tanzania, kutokana na hali ambayo tunaipitia kama taifa ya machafuko. Naomba niombe. Ee Mungu uliye hai, ni wewe uliyesema, niite nami nitakuitikia, nami nitakuonyesha mambo makubwa na magumu usiyoyajua. Ulimwambia Yeremia ya kwamba akuite, utamuitikia. Na sisi Bwana tunasimama mbele zako. Ninasimama mbele zako pamoja na taifa la Tanzania, nikikuita kwa ajili ya haki yake, haki ya kuabudu, haki ya baraka za kiungu, haki ya kutumia rasilimali zake, uamsho wa kweli yako. Mungu, ninaomba ukasimame. Ninaomba tuone matendo yako makuu. Nami niongoze Bwana katika ujumbe uliokusudia. Nitangulie kuanzia ushuhuda, ujumbe pamoja na maombi kwa ajili ya taifa la Tanzania. Katika jina pekee la Yesu Kristo ninaomba na kuamini. Amen. Ndugu zangu wa Tanzania, ninasimama na Mungu kwa ajili ya taifa la Tanzania kwa sababu moja, nimemuona Mungu kwenye maisha yangu binafsi. Wakati nilipopitia changamoto na nikaamua kusimama na Mungu, Mungu alinivusha. Lakini pia ninasimama na Mungu kwa ajili ya taifa la Tanzania kwa sababu ninapenda haki. Sina mlengo wa siasa, ila haki naamini haina chama. Haki ni ya watu wote wanaompenda Mungu na wanaopenda haki. Lakini jambo la tatu, nasimama na taifa la Tanzania kwa sababu nalipenda taifa langu. Sijawahi kuwaza kuishi kwenye nchi nyingine ndipo nipate amani. Maono yangu yote ni kuishi kwenye taifa langu la Tanzania kwa uhuru wote, uhuru wa kuabudu, uhuru wa kujieleza pale inapobidi kuisema kweli. Kwa hiyo hicho ndio kimenisukuma, lakini zaidi na zaidi kila ambacho Mungu amekuwa akinionyesha kwa ajili ya taifa la Tanzania miaka 5 sasa, ninapokiona sasa wakati huu kinaanza kutimia, hicho ndicho kimenisukuma zaidi kusimama na taifa la Tanzania. Maana nimejua kwamba Mungu alikuwa hanionyeshi tu ili nijue, bali alikuwa ananionyesha ili anipe wajibu wa kufanya. Sasa nitaanza na ushuhuda huu ambapo jana tarehe 2 mwezi huu wa 11 2025, nikiwa kwenye akaunti yangu ya Facebook, unajua tukiandika jumbe baada ya miaka huwa zinajirudia, alafu zinakuuliza kama unataka kushare. Kwa niliposhare huo ujumbe ulikuwa ni wa ushuhuda ambapo tarehe 28 mwezi wa 10 2021 nikiwa sehemu za Bukombe Geita, kijiji kimoja kinaitwa Isebia. Niliomba na mama mmoja kwa ajili ya mtoto wake ambaye alikuwa na ugonjwa wa kifafa. Huyo mtoto alikuwa na miaka 4 na alikuwa anaanguka kifafa mara 3 kwa siku, mara 3 kwa wiki. Basi kuna dada mmoja anaitwa Fatuma aliniita ili niende nikaombe kwenye hiyo familia yao. Basi tukaomba. Nipokuwa nikiomba na nikimwombea yule mtoto, hakukuwa na dalili yoyote ya kwamba kuna nguvu ya Mungu inaopaleti pale. Mtoto alikuwa anaendelea tu na shughuli zake, anacheza. Kibinadamu unaweza ukakata tamaa kwa sababu tunapenda kuona zile reaction, labda pepo lilipuke au nini, lakini mtoto alikuwa tu yuko busy, ni kama haombewi. Lakini moyoni mwangu nilimwamini Mungu. Nilimwamini Mungu sio kwa sababu ya kuona kuna kitu kimetokea. Nilimwamini Mungu kwa sababu amesema kwenye neno lake. Kwa madam nilikuwa nimesimamia neno lake ya kwamba amesema tukiomba anajibu, basi nilisimamia neno lake na sio kile ninachokiona kwenye mwili. Tarehe 3 mwezi wa 11 2021, yule mama wa mtoto akanipigia simu akimshukuru Mungu na kusema tangu tumeomba, hiyo hadi ambapo sasa zilikuwa zimefika kama siku 7, kuanzia 28
kuanzia tarehe 28 mpaka tarehe 3 ni siku 7 hivi. Hiyo hali ilikuwa haijajirudia, wakati kumbuka ilikuwa inajirudia kuanzia mara 3 kwa siku, kwa wiki, lakini ilikuwa haijajirudia. Ilinifanya nikumbuke ya kwamba tunapomuomba Mungu, hata kama hatutaona kikitokea kile tunachokiombea, bado tuamini ya kwamba Mungu amesikia na atafanya. Kadhalika, tunaposimama na Mungu kwa ajili ya taifa la Tanzania, wakati mwingine tunaweza tukaona tulipoomba ndo mambo yameharibika, au tunavyoomba ni kama hakuna chochote kinachofanyika. Hapana, kama ambavyo Mungu alijibu kwa yule mtoto, sio kwa mpaka nione, bali alijibu katika ulimwengu wa roho. Kadhalika tunapoomba kwa ajili ya taifa la Tanzania, haki ya Tanzania, haki ya Watanzania, amani ya taifa la Tanzania, hata kama kwa wakati huu tunaona machafuko, bado tuamini ya kwamba Mungu amesikia. Huu shuhuda nimeutangulia kusema ili kusudi tuamini ya kwamba kama tumesimama na Mungu kwa ajili ya taifa tukiomba, tuamini ya kwamba maombi yetu sio bure, kama ambavyo maombi yale hayakuwa bure kwa ule mtoto. Sasa leo kuna kitu ambacho nimekumbushwa ndani yangu, na kwa kweli kimenifanya nijue. Nikiwa ninatafakari neno, nilikumbuka ujumbe habari ya mfalme Yehoshafati. Naamini Wakristo wanaweza kumfahamu vizuri. Mfalme Yehoshafati ni mmoja wa wafalme ambao walimtumainia Mungu kwa asilimia zote, kiasi kwamba Mungu aliwahi kumpigania Yehoshafati vita bila yeye kupigana. Alichokifanya Yehoshafati, alipanga tu watu wa kumsifu Mungu, alafu Mungu mwenyewe akasimama kumpigania Yehoshafati vita. Hebu tafakari, una vita, maadui ni wengi na wana nguvu kuliko wewe. Badala ya kupanga majeshi yenye silaha, unapanga waimbaji wenye nyimbo. Haiwezi kuleta sensi. Lakini hicho ndicho alichokifanya Yehoshafati baada ya Mungu kumwambia hutapigana vita. Na Mungu alisimama akampigania, na Yehoshafati akashinda hiyo vita bila mikono yake na wala jeshi lake kupigana. Lakini huyo Yehoshafati, kuna kitu ambacho tunajifunza, ya kwamba Yehoshafati pamoja na kumpenda Mungu, pamoja na kuwa mcha Mungu, pamoja na kumtumainia Mungu, alikuwa na udhaifu mmoja. Alikuwa mwepesi wa kushirikiana na waovu. Kwa lugha nyingine niseme kwamba alikuwa anaweka urafiki na waovu na kuwasaidia waovu. Tunaona hiyo habari kwenye kitabu cha Mambo ya Nyakati sura ile ya 19, Mambo ya Nyakati ya pili sura 19, kwanza sura 18, mstari kuanzia wa kwanza na wa 3, ambapo mfalme Ahabu alimuomba Yehoshafati amsindikize kwenda kupigana vita. Nitasoma, inasema: basi Yehoshafati alikuwa na mali na heshima tele, tena akafanya ujamaa na Ahabu. Hata baada ya miaka kadha wa kadha akamshukia Ahabu huko Samaria. Ahabu akamchinjia kondoo na ng'ombe tele, yeye na watu waliokuwa pamoja naye. Akamshawishi ili apate pamoja naye waende Ramoth-Gileadi. Ahabu mfalme wa Israeli akamwambia Yehoshafati mfalme wa Yuda, je, utakwenda nami mpaka Ramoth-Gileadi? Akamjibu, mimi ni kama wewe na watu wangu kama watu wako, nasi tutakuwa pamoja nawe vitani. Yehoshafati aliyemcha Mungu na kumpenda Mungu akashirikiana na Ahabu aliyekuwa chukizo mbele za Mungu kwenda kumsaidia kupigana vita vyake ili Ahabu ashinde. Ni kweli walienda vitani. Yehoshafati hakupata madhara yoyote yale, ila Ahabu alifia vitani. Lakini hiyo haikumfanya asiwe na hatia mbele za Mungu. Naomba nisome andiko hili.
Mambo ya Nyakati hiyo ya pili sura ya 19 ule mstari wa kwanza na watatu inasema, Yehoshafati mfalme wa Yuda akarudi Yerusalemu nyumbani kwake kwa amani. Yehu mwana wa Hanani mwonaji akatoka kwenda kumlaki, akamwambia mfalme Yehoshafati, je, imekupasa kuwasaidia waovu na kuwapenda wamchukiao Bwana? Kwa ajili ya hayo ghadhabu juu yako itokayo kwa Bwana, walakini yameonekana mema ndani yako, kwa maana umeyaondoa maashera katika nchi, na moyo wako umeukaza kumtafuta Mungu. Hiyo point ilinikumbusha sana mambo mengi juu ya taifa la Tanzania na kile kilichokuwa kinaendelea kwenye taifa la Tanzania kabla ya uchaguzi. Nitarudia hii sentensi, nasema kwamba Mungu anamuuliza Yehoshafati kupitia mwonaji Yehu kwamba, je, imekupasa kuwasaidia waovu na kuwapenda wamchukiao Bwana? Kwa ajili ya hayo ghadhabu juu yako itokayo kwa Bwana. Kumbe Mungu hataki tuwasaidie waovu katika kutekeleza uovu wao, wala hataki tushirikiane na waovu kwa namna yoyote ile. Ukaribu wetu na waovu ambao Mungu anautaka ni ule ambao unalenga kuwabadilisha waovu wamjue Mungu, kuwaleta waovu karibu na Mungu. Lakini kushirikiana na waovu kwenye kazi zao za uovu, sio kazi zile zingine, maana Mungu anaruhusu interaction, lakini kwenye kazi zao za uovu, kwenye kazi zao ambazo wamezipata kwa uovu, tunaposhirikiana nao mbele za Mungu tunajipatia ghadhabu. Sasa andiko hili ambapo nilikuwa nalitafakari, nikakumbuka kabla ya kampeni namna ambavyo makanisa tulikuwa tunamuita Rais Samia, tunampa mialiko ya harambee zetu kwa ajili ya kujenga makanisa, na huku tukijua ya kwamba kuna mambo ambayo hayako sawa. Manake pale ambapo unaposhirikiana, hata kama hushirikiani na mtu personal, ile unashirikiana na utawala wake na unauadresi moja kwa moja kama yeye, stili hapo mbele za Mungu unakuwa umeweka ushirika naye. Kumbuka Mungu ana utaratibu wake, ndio maana sio kila fedha mbele za Mungu ni halali. Hata fedha ya yule mwenye ukoma Naamani ilikataliwa mbele za Mungu, sio kwa sababu alikuwa anania ovu, bali ilikuwa sio haki, sio halali mbele za Mungu. Tunaona wakati Mungu anataka kujengewa hema, wakati wa kujenga hekalu, Mungu aliwataka watu wale wenye moyo wa kupenda. Hakutaka achukue kila fedha kutoka kwa kila mtu. Kwa hiyo wakati ule ambapo kanisa lilianza kuangalia pesa, ili mradi tu ni pesa bila kuangalia inatoka wapi, ni moja ya kitu ambacho inadhoofisha nguvu ya kanisa katika kusimamia haki kwa nguvu ya kimungu. Ninamaanisha nini? Ya kwamba ni ngumu kupigana vita na shetani uliyemsaidia kwenye uovu wake. Narudia tena, ni ngumu kupigana vita na shetani na utegemee ushindi kwenye kile ulichomsaidia. Kuna namna ambapo tulikubali kutumiwa na watu kwa mgongo wa siasa, kwa mgongo wa serikali, ili watekeleze uovu wao, na sisi tukakubali kwa sababu ya maslahi ya pesa. Hiyo ni moja kitu ambacho tulikuwa tunajitia unajisi. Nisielezee sana, lakini mtapata nafasi ya kutafakari. Ndio maana kuna wakati Mungu alipokuwa anatuambia kwamba lazima tuangalie
ushirika wetu. Akasema pana ushirika gani kati ya giza na nuru? Maana tunapotaka kufanya jambo la kimungu lazima tuwe makini. Tunashirikiana na nani? Kwa kibali gani? Maana kumbuka Mungu ni wa utaratibu sana. Kwa hiyo wakati huu ambapo kanisa tuko kinyume na utawala wa Rais Samia kwa kuona kuna haki hazitimizwi, wakati huo tulimsupport mwanzoni, tulimuita, tulimfurahia, tulimpa sifa. Kwenye ulimwengu wa roho tulikuwa tunajidhoofisha ile mamlaka ya kimungu. Ninasema kwa niaba ya kanisa, simaanishi mimi nimemwalika, lakini nasema kama sehemu ya kanisa pia. Kwa hiyo ni kitu ambacho tunatakiwa pia tutubu kama kanisa. Lakini pia ujumbe huu nilipokuwa na msomo Yehoshafati umenikumbusha kwa habari ya Askofu Gwajima, ambapo kuna wakati ambapo aliamua ashirikiane na watu akitegemea kwamba watakuja kumsapoti kwenye jambo lake, ambapo ilibidi awasifie hata waovu akijua kuna kitu hakipo sawa. Kuna wakati aliamua akae kimya kwa sababu alijua akisema atakuwa kinyume nao. Alafu at the same time unakuja kupigana na ufalme ulio usaidia kujenga. Kwenye ulimwengu wa roho inakuia ngumu. Hauwezi ukampiga shetani uliyemsaidia kwenye ushetani wake kama hujafanya toba na Mungu. Hauwezi. Ndio kilichomtokea Yehoshafati. Yeye alikuwa na nia njema kwamba kama rafiki yangu naomba nikamsaidie, lakini ilikuwa mtego mbele za Mungu. Kwa hiyo kuna wakati ambapo tumepatana na watu tukijua ni waovu, hawampendezi Mungu, lakini hatukujali kwa sababu ya pesa zao. Na Mungu atusaidie kanisa, maana tumekuwa na tabia hiyo. Mungu atusaidie. Tusifanye jambo lolote, simaanishi na kataza, lakini kwa kila jambo hebu msikilize Mungu. Maana kuna wakati sauti uliyoisikiliza ndio itaamua hatima yako. Nimalizie kwa hiki kwenye upande wa hili neno la Mungu. Wakati ule Ibrahimu amemsikiliza Sara kwa habari ya wazo lake la kwamba amtwae kijakazi ili amfanye kuwa mke wake ili angalau apate mtoto. Ibrahimu alimsikiliza Sara badala kumsikiliza Mungu aliyesema naye ya kwamba atampatia uzao kupitia Sara. Kwa wakati ule ambapo kumetokea ugomvi kati ya Sara na kijakazi kwa sababu ya mtoto Ishmaeli, Sara alimwambia Ibrahimu amfukuze kijakazi pamoja na mtoto wake. Jambo hilo lilikuwa baya machoni pa Ibrahimu. Kwa Ibrahimu akaenda kumsemea Sara mbele za Mungu. Mungu akamwambia, kama ulivyomsikiliza mwanzo na sasa msikilize. Nini maana yake? Kuna wakati ambapo kuna mambo hatukumsikiliza Mungu, tuliwasikiliza watu. Kwa hiyo wakati huu ambapo sasa mambo yameenda vibaya, tunataka Mungu atusikilize, anasema no. Hukunisikiliza mimi, ulimsikiliza yule, endelea kumsikiliza. Maanake sasa hapo Mungu hata kusikiliza mpaka uingie kwenye toba ya kweli. Simaanishi ya kwamba hatujafanya toba, ila ni moja eneo ambapo pia tukiwa tunafanya toba kama taifa, kama kanisa, tukumbuke pale ambapo tulishirikiana na waovu katika uovu wao. Na Mungu atusaidie. Na ukiangalia Yehoshafati alitengeneza na Mungu katika ile sura ya 19 hiyo 20. Lakini mwishoni hapo tena akarudia kosa lile lile, akashirikiana na Ahazia. Mungu naomba nitalisoma hilo andiko. Mambo ya Nyakati ya Pili sura ya 20 mstari wa 35 hadi 37 inasema, baada ya hayo Yehoshafati mfalme wa Yuda akapatana na Ahazia mfalme wa Israeli. Naye huyo ndiye aliyefanya mabaya mno. Huyo Ahazia alifanya mabaya mno. Akapatana naye kufanya merikebu za kuendea Tarshishi.
wakazifanya merikebu zile huko Esioni Geberi. Ndipo Eliazari mwana wa Dodavahu wa Malesha akatoa unabii juu ya Yehoshafati akasema, kwa sababu umepatana na Ahazia mwana wa Bwana amezivunjavunja kazi zako zikavunjika, merikebu zisiweze kufika Tarshishi. Unaona, naomba nirudie hili neno. Nasema Bwana akamwambia, kwa sababu umepatana na Ahazia, Bwana amezivunjavunja kazi zako zikavunjika, merikebu zisiweze kufika Tarshishi. Unaona, Bwana amezivunja kazi zako. Kuna wakati kumbe tunaweza tukashirikiana na waovu tukitegemea kuna kitu tutapata baadaye. Kumbe tunampa shetani nafasi ya kuvunja kazi zetu, huduma zetu, wito wetu. Sasa ili hiyo access uliyompa shetani sifanyike, manake lazima ufanye toba juu ya hicho ulichokifanya. Nje ya hapo, manake utakuwa unapigana na adui ambaye umemsaidia, ambao ni ngumu. Manake wewe ni sehemu ya ufalme wake. Ufalme na ufalme, uwezo kaangusha ufalme ambao umo ndani yake. Kwa hiyo naamini kwa neno hilo Mungu atusaidie kama taifa kukumbuka kwenye maombi yetu tunapompinga shetani, tukija kwenye eneo la toba tukumbuke pia mahali ambapo tumeshirikiana na waovu, ambapo leo tunawakataa lakini mwanzoni tulishirikiana nao. Mungu atusaidie sana eneo hilo. Lakini sasa naomba niseme kitu kimoja, ya kwamba Mungu wetu atasimama milele. Hatutarudi nyuma kwa bali ya kusimama na Mungu kwa ajili ya haki. Maandiko yanatukumbusha kwamba siku ya mwisho, siku ya kiyama, Mungu atakuwa anawaambia watu ya kwamba nalikuwa na njaa huku nilisha, nalikuwa kifungoni hukuja kunitazama, nalikuwa uchi huku nivika. Manake kumbe kama tunaona watu wanauawa na tumenyamaza kimya, tutaulizwa pia. Lakini pia kuna andiko moja linasema katika kitabu cha Isaya sura ile Isaya sura ya kwanza mstari kuanzia wa 16. Nasema, jiosheni, jitakaseni, ondoeni uovu wa matendo yenu usiwe mbele za macho yangu. Acheni kutenda mabaya, jifunzeni kutenda mema. Takeni hukumu na haki, wasaidieni walioonewa, mpatieni yatima haki yake, mteteeni mjane. Unaona hapa anasema jifunzeni kutenda mema. Takeni hukumu na haki. Takeni hukumu na haki, sio nyamazeni. Takeni hukumu na haki. Kumbe tunaposimama na Mungu kwa ajili ya kutaka hukumu na haki, ni kusudi la Mungu, na sio kunyamaza. Labda kama Mungu amekwambia nyamaza, maana Mungu ana njia nyingi, anaweza akakwambia nyamaza, omba tu, ni sawa. Lakini kwamba sio garantia kwamba usiseme kama Mungu amekupa kusema. Kwa anasema kwamba takeni hukumu na haki. Taka hukumu. Kila mmoja Mungu amempa nafasi ya namna ambavyo atataka hukumu na haki. Anasema wasaidieni walioonewa. Kumbe kusimama na walioonewa ni jukumu letu kama watu wa Mungu. Kwa wala ukimuona mtu amesimama kwa ajili ya kutetea haki, kwa ajili ya kutetea walioonewa, usidefine kama mwanaharakati wa siasa. Basi kama wanaharakati wa siasa ni kutetea haki, basi ni mzuri, maana Mungu ndo baba wa haki. Lakini maandiko yanatukumbusha kwa sababu ya kuwasaidia walioonewa. Sasa najua
watumishi wa serikalini sio kwamba wote ni watu ambao hawamjui Mungu. Kwa kama Mungu amewapa hizo nafasi na bado hamwezi kuwatetea wanaoonewa, minzi kuna mahali mnamhujumu Mungu kwa nafasi ambazo amewapa. Ni vizuri kukumbuka kwamba ni dhamana ambayo Mungu amekupa, ambayo siku moja hutakuwa nayo na hutaweza kuitumia kwa ajili ya kuleta haki ya kimungu. Kwa tumieni nafasi ambazo Mungu amewapa. Mpo majaji, wapo watu wa vyombo vya dola, wapo mliokuwa bungeni na ambao mtaingia bungeni. Mungu anawakumbusha ya kwamba amewaweka kwa ajili ya kuwatetea wanaoonewa, kusaidia. Lakini pia anasema ya kwamba mpatieni yatima haki yake. Kuna watu hawezi wakapata haki yao wenyewe, ila kuna watu Mungu amewaweka kwenye nafasi ya kuwapatia haki wengine. Ndio maana akasema mpatieni yatima haki yake. Hapa yatima inawakilisha mnyonge. Maanake kuna mtu ambaye sio yatima ila ni mnyonge, ambapo hawezi akaipata haki yake mwenyewe. Lakini wewe ambaye Mungu amekuweka kwenye nafasi ya uwakili, kwenye nafasi ya jaji, kwenye nafasi ya uongozi wote ule, bunge, dola, una nafasi kumbe ya kumpatia haki huyu mnyonge. Ndio maana akasema mpatieni haki yatima. Pia akasema mteteeni mjane. Bado hili ni kundi ambalo Mungu anaonyesha ni kundi la wanyonge ambao hawezi wakajitetea wenyewe. Kwa hiyo kama amesema mteteeni mjane, manake wewe ambao una nafasi ya kusimama na kutetea haki kwa ajili ya wengine, usilale usingizi, usitoe excuse. Neno la Mungu linatupa mwongozo. Ndio maana hata mtangulizi wa Yesu, Yohana Mbatizaji, hakuishia tu kumtanguliza Yesu, hakuishia tu kumtambulisha Yesu, bali pia alisimama kwa habari ya kutetea haki. Ndiyo maana aliuawa akiwa anatetea haki. Sisi watu ambao tunajua kwamba hapa duniani tunapita, makao yetu ni mbinguni, hatupasi kuogopa kutetea haki kwa hofu ya kifo. Maana sisi kwetu kifo ni thawabu. Kifo ni sehemu ya kwenda kupumzika, kusubiri siku ya paradiso. Siku ya hukumu ambapo tutapewa taji yetu. Kwa hiyo usiogope kusimama na Mungu kwa ajili ya kuwapatia watu haki, kuwatetea kwa ajili ya haki yao, kwa sababu unaogopa kufa. Kwanza kumbuka kwamba uhai wa mtu uko mikononi mwa Mungu. Jana nilitoa ule ujumbe kwenye Yeremia 36 ambapo kuanzia mstari wa 24, ambapo inaonyesha kwamba baada ya Yeremia kusimamia kweli ya Mungu ambao amempa, pamoja na Baruku kuhusika kuandika ule ujumbe wa unabii, Mungu aliwaficha. Kwa hiyo unaposimamia haki hauko peke yako, Mungu atakuficha. Mungu atatengeneza mazingira ya wewe uwe salama. Kwa usiogope kwa sababu ya waovu, maana Mungu atasimama pamoja nawe. Hata kitabu cha Mathayo sura ya 10 kuanzia mstari wa 26 inatukumbusha kwa habari ya kutowaogopa wanadamu, bali tumogope Mungu awezaye kuangamiza roho na nafsi pia katika jehanamu. Kwa usifanye jambo lolote kinyume na Mungu kwa kumogopa mwanadamu, bali mogope Mungu na kufanya kile ambacho Mungu anataka, na kufanya kinyume cha kile ambacho mtu anataka, kwa ajili ya kwamba unamogopa Mungu. Okay, now kwa ujumbe huu nitaomba toba kwa ajili ya yale ambayo tumefanya, lakini pia ninaamini ya kwamba ushindi wetu mbele za Mungu uko pale pale. Mungu ametuambia tutetee haki, tusimame kwa ajili ya haki. Kwa nitasimama na Mungu kwa ajili ya haki, na Mungu hachelewi kujibu. Hata kama kibinadamu haionyeshi majibu ya Mungu, lakini kama ambavyo Mungu alijibu kwa yule mtoto bila kuona dalili za nje, ndivyo ambavyo atatujibu, na jina la Mungu wetu litatukuzwa. Basi naomba niombe.
Mungu uliye hai, Baba wa neema, Mungu wa upendo, ninaliinua jina lako kwa sababu limeinuliwa mno. Ninaomba rehema na toba Bwana, kwa sababu ya kuwa na ushirika na watu wasiokupendeza wewe. Tunaona Yehoshafati, pamoja na kwamba alikucha wewe, alikupenda wewe, bado ulimwadhibu kwa sababu ya kushirikiana na waovu. Ukamwambia utazivunja merikebu zake, utazivunja kazi zake. Mungu, kuna kazi zetu, huduma zetu, vipawa vyetu Bwana, zimevunjika kwa sababu tumeshirikiana na waovu. Baba, naomba utusamehe. Samehe kila mmoja ambaye ameshirikiana na waovu, aidha kwa kujua au kwa kutokujua. Ninaomba rehema na toba kwa ajili ya taifa la Tanzania. Mungu, utusamehe. Itazame damu inayomwagika, damu ya Watanzania Bwana inayomwagika. Mungu, ukatukumbuke na kutujalia neema. Mungu, samehe wanaotuudhi, wape nafasi ya kutubu Bwana. Lakini kama Mungu hawana nafasi ya kutubu, basi Mungu uliye hai, simama Bwana, wasiendelee Bwana, wasiendelee katika uovu wao. Wasiendelee katika uovu wao, kama ulivyomkemea Nebukadreza katika uovu wake Bwana, ukamwadhibu, ukampeleka nyikani, akawa kama mnyama wa mwitu. Ndivyo ambavyo Mungu li hai, kama haiko njia ya wokovu kwao, basi Mungu utuepushe Bwana. Mungu li hai, ninaomba kwa kila mmoja Bwana ambaye kwa namna moja ama nyingine Bwana anapitia wakati mgumu kwa sababu ya hali inayoendelea katika taifa la Tanzania. Mungu wangu, ninakuita wewe, usinyamaze, bali sasa jidhihirishe, jifunue, onekana na ukatende. Ninakuamini Mungu ya kwamba hutanyamaza. Baba, naliita jina lako sasa, ukajifunue katikati yetu na ukatende kwa utukufu wako. Mungu, amsha mioyo yetu Bwana kusimamia kweli ya Mungu. Naomba kupitia jina la Yesu Kristo. Amen. Mungu awabariki sana. Ushindi wetu una Mungu, wala tusiogope.